Mimi nimefungwa pingu, nimepigwa kwa sababu yote inatengenezewa. Richard Boniface, mkazi wa kata ya Ngusero iliyopo jijini Arusha, amelalamika kitendo cha kubambikizwa kesi ya kumbaka mtoto wake wa kumzaa mwenye umri wa miaka 8, jambo ambalo amedai kwamba sio la kweli baada ya kusambazwa kwa taarifa kwenye mitandao ya kijamii ya kwamba amembaka mtoto wake, jambo ambalo alikamatwa na kufungwa pingu akiwa mkoani Dodoma na kurejeshwa mkoani Arusha, ambapo baada ya tuhuma hizo mtoto huyo aliletwa na mama yake mzazi kutokea Mwanza, na baada ya kufanyika kwa vipimo kutoka hospitali 2 tofauti za mkoa wa Arusha ilibainika kwamba tuhuma hizo sio za kweli. Haya, wakaenda na hospitali nyingine kupima, wakaona hajawahi kuingiliwa. Boniface akizungumza na waandishi wa habari mkoani Arusha amedai kwamba baada ya mazishi ya mke wake aliingia kwenye mgogoro mkubwa na baadhi ya ndugu wa marehemu ambao wanadai kwamba waliratibu njama za kumchafua na kumbambikizia kesi za tuhuma za kumbaka mwanaye. Mimi naitwa Richard Boniface. Nilikamatwa, mimi ni mkazi wa Ngusero. Ndio, nilipata matatizo, nilifiwa na mke mwaka jana mwezi wa 4 tarehe 24. Baada ya kufiwa ikatokea kutokuelewana kati ya mimi na familia ile niliyooa. Walimchukua akaenda kumpima hospitali kwamba kama niliwahi kumuingilia mtoto kimaumbile, wakakuta mtoto sijawahi kumuingilia. Haya, wakaenda na hospitali nyingine kupima, wakaona hajawahi kuingiliwa. Sasa walivyoona hilo halipo, ndio wakaja wakaanza kuongea na mimi. Sasa na walimkamata na mwanamke ambaye ni rafiki yangu. Alikaa naye ndani pale hapo Central. Siku 9 alikaa ndani. Wakasema mpaka mtoto aje. Na yeye wakampa kesi ya kumtorosha mtoto, wakampeleka mahakama sijui ya Muriet, sijui mahakama, kuna mahakama hizo za mwanzo. Walimpeleka kwenda kumfungulia kumshtaki, lakini baadaye wakaja walivyopewa dhamana wakamwambia basi huna kesi ya kujibu. Tunaona mtoto tulikuwa tunataka tumpate mtoto, tumeshampata. Na maana na mimi sasa ndio nikaja nikaachiwa kwa dhamana, nikaambia na ripoti polisi, nikaripoti, baadaye akasema huna kesi ya kujibu. Sasa nikadai mtoto, na muomba mtoto wangu, wakasema hatuwezi kukupa mtoto wala sasa hivi huwezi kumuona mtoto. Na hili swala mpaka waziri aseme tukupe mtoto au tusikupe. Ila kwa sisi Wizara ya Ustawi na Polisi hatuwezi kukupa mtoto, kwa maana kama mtoto utamuona tena kwenye maisha yako. Kwa mimi nimemwambia mtoto siwezi kumpata tena mwanangu, na kitu kilikuwa ni kesi ya kutengeneza, na waliitengenezea waliojikusanya huyo pamoja na hao watu wa ustawi wa jamii 2 pamoja na polisi 2 waliokaa kikao hicho cha kunitengenezea mimi kesi ya kusema mimi nimembaka mtoto wangu, mimi ninamfanyia vitendo vibaya mtoto wangu. Ninachotaka mimi nisaidiwe nimpate mtoto wangu. Maana hata mirasi ya marehemu mke wangu imestopishwa na jeshi. Wakasema ugomvi wenu ni mkubwa mpaka mtakapoelewana. Kwa hiyo jeshi wamestopisha kutoa mafao ya mtoto ambaye ilikuwa ya marehemu mke wangu, pamoja na kunipa mtoto. Kwa hiyo mimi nilikuwa nahitaji sana mtoto wangu, na fedha nilizoibiwa pale ndani nahitaji nizipate, na pia nahitaji nipate namna kumfungulia kesi au mabwana walionitengenezea kesi ya uongo, kwa sababu mimi nimedhalilika, mimi nimefungwa pingu, nimepigwa kwa sababu yote inatengenezewa. Kuna kitu wanakitaka, walimtaka mtoto familia ya mke wangu, na walikuwa nataka zile fedha za mirasi ziende kwao. Ndio mchezo wote huu unaofanyika. Mimi baada ya kufiwa napita mahali pagumu sana, na mtoto wangu analelewa na kituo cha watoto yatima. Mimi niko hai na nina nguvu na uwezo wa kumtunza mwanangu, na mahali ninapoishi nyumbani kwangu ni pazuri sana. Nilipoleta kutoka Dodoma nikiwa na pingu mkononi kufika hapa Central, tuliingia alfajiri. Baadaye ndo wakaja hao viongozi ambao mimi si wajui wa polisi, ndio kunihoji na kwa makofi kwamba mtoto yuko wapi. Tunamtaka mtoto, ndio salama yako. Maana tunachokisikia kwa mtoto ulikuwa unambaka, mtoto ulikuwa unamtendea vitendo vibaya. Kwa hiyo sisi hatutakuachia mpaka tumpate mtoto. Ndipo mimi nikasema ngoja nipeni nafasi nimpigie simu mama yangu. Mama ndio ana mtoto, ili mtoto aweze kuja. Kwa hivyo mama alivyopigiwa simu, mimi nikatafuta namna kumwelekeza nauli atapataje. Mama yangu akatoka huko Mwanza
akaja na basi la mpaka Arusha, akaja hadi pale Central, akamkabidhi mtoto polisi na wakamwambia wewe ondoka, mtoto tumeshampata. Dennis Kegie, afisa ustawi wa jamii mkoani Arusha, akizungumza na Ayo TV pamoja na millardayo.com, amekanusha taarifa za Richard kudai kwamba alikamatwa kwa tuhuma za kumbaka mwanaye na kueleza kwamba alishikiliwa baada ya kumtorosha mtoto huyo ambaye awali alikuwa akisoma katika moja ya shule iliyopo hapa mkoani Arusha na kumtorosha kumpeleka Mwanza bila kufuata utaratibu. Siliaji ulikuwa ni mtoto arudi shule, afu yeye akamkimbiza Mwanza. Kwa hiyo sasa ndo ametafutwa akatoroka. Ndio maana unaona wameenda kumkamatia Mwanza huko, arudishe kwanza mtoto arudi shule. Na yani sisi hatuna hilo lalamiko wala alipo, yani hiyo ameitengeneza, lakini issue ni mtoto amemkatiza mtoto masomo. Sisi hatuna hiyo kesi kabisa hivyo. Sisi tuna kesi ya huyu bwana Boniface kwamba amemkatisha mtoto shule. Tangu Januari mtoto hajaenda shule. Kwa hiyo letu ni yeye amrudishe mtoto shule tu, wala hamna kesi nyingine hapa.